Mwanaume mmoja kutoka Zimbabwe ameishtua jamii ya Nemhari baada ya kushutumiwa kuiba nguo za ndani za wanawake zaidi ya 30 kwa ajili ya kutumia kama imani za kishirikina za kingono za kutisha zinazojulikana kwa jina la kienyeji kama mubobobo. Mshukiwa huyo aliyetambulika kwa jina la Augustine Marimo anadaiwa kulenga nguo za ndani zilizokuwa zimeanikwa ili kukauka kwenye kamba za nguo au kuachwa kwenye maeneo ya kuoga pamoja. Matendo yake yalifichuliwa wakati wa kikao cha mahakama ya jadi ambapo waathiriwa kadhaa waliitwa kutoa ushahidi mbele ya jamii nzima. Mwanamke mmoja ambaye aliomba asitajwe jina alisema awali alihudhuria kikao hicho kwa udadisi ili kuthibitisha uvumi uliokuwa ukisambaa. Hata hivyo, alishangazwa na kuchanganyikiwa alipogundua nguo za ndani ambazo hapo awali zilikuwa za dada yake marehemu. Wazo kwamba nguo hizo za ndani zilitumika katika matambiko ya kingono ilielezwa kuwa la kuchukiza na la kutisha. Kwa mujibu wa mwanamke huyo, Marimo hakukana tuhuma hizo, badala yake alisimulia kwa njia ya kutisha jinsi alivyotumia nguo hizo alizoiba. Inadaiwa alikiri kuwa alikuwa akiziweka kwenye kitanda chake akijichua juu yake, huku akifikiria akifanya mapenzi na wanawake waliokuwa wanamiliki nguo hizo. Alisema kwamba hali hiyo kwake ilikuwa kama tukio halisi kabisa, licha ya kutokuwepo kwa idhini wala ufahamu kutoka kwa wanawake hao. Mwanamke huyo pia alifichua kuwa ndoa yake ilianza kuyumba wakati nguo zake za ndani zilipopotea. Alisema mahusiano ya kimapenzi na mwanaume wake yalisimama karibu miaka 2 iliyopita. Ingawa mwanzoni mumewe alionekana kujali, baada ya muda walitengana kihisia na uhusiano wao ukawa baridi. Mengine ya kutisha zaidi yalijitokeza pale Marimo alipotaja kuwa alikuwa akisukumwa na sauti ya kiroho ya ajabu iliyomuhimiza kuiba nguo hizo na kuzifanyia matambiko. Inadaiwa aliwaambia mtemi na mahakama ya jadi kuwa sauti hiyo ilimwonya kutofichua chanzo chake na kwamba angekabiliwa na madhara makubwa endapo angekaidi agizo hilo. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.